mpenzi mtazamaji, ni matumaini yangu kwamba mzima popote pale ulipo katika kaunti zote 47, na wanasema siku zote ya mgambo ikilia kuna jambo, na jambo lipo katika awamu hii ya upeo wa TV47. Na hii leo pia ni siku ya ukumbi wa siasa, tukiangazia karata ya siasa humu nchini. Miongoni mwa mengine, ndani ya studio hii wapo wageni ambao tunazungumza nao tayari. Mbunge wa Keyo South yupo hapa kuhakikisha kwamba kwa mara ya kwanza anayadadavua masuala ya pale Baringo miongoni mwa mengine. Upo salama mwesh? Nipo salama. Karibu sana studioni. Najua hii ndio mara ya kwanza hapa. Mara ya kwanza kabisa. Hapa ndipo na ukumbi wa siasa, hapo ndio tutapiga siasa zaidi. Shukran sana. Na vile vile ukumbuke ni eneo bunge la Keyo North. Keyo North. Kwa nini nimeamini kwamba wewe ni wa Keyo South? Manake labda nitasema baadaye. Bila shaka tutakuwa tukizungumza naye, na pia atakuwepo Brian Nabiso ambaye pia ni kiongozi wa vijana. Wote kwa pamoja tukiangazia haya na mengine mengi. Lakini kabla sijaingia hapo, haya ndio yaliomo. Baadhi ya taarifa tulizokuandalia katika upeo wa TV47. Majibizano makali ya zuka baina ya mbunge wa Kitutu Chache Anton Kibagendi na waziri wa afya Aden Duale kwenye kamati ya afya bungeni. Wakazi wa eneo la Stombili, Njoro na Kuru watatiza mazishi ya mkazi aliyeuliwa katika wizi wa ng'ombe juma lililopita kushtumu mauaji yake. Afisa wa GSU Ramadhan Matenga aliyefumwa mshale katika ikulu ya Nairobi azikwa huku mshukiwa akizuiliwa siku 14 zaidi. Na mgomo wa wahadhiri kuendelea baada ya kukosa kuafikiana na Wizara ya Elimu kuhusu pesa wanazodai. Karibu popote pale ulipo katika taifa hili la Kenya. Jina langu ni Elizabeth Mutuko. Kwenye meza ya lugha ishara yupo Catherine Simalo. Unawasiliana nasi kwa 22047, mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook, na ukurasa wetu wa X. Kauli yako siku zote huwa nasema inakubalika, na kumbuka pia unatupata kwa njia moja kwa moja kwenye mitandao yetu ya kijamii ikiwemo mtandao wa TikTok. Unauliza maswali pale na baadaye waelekezi wangu watakuwa wakiyaweka wazi ili mimi kuweza kuyafuatilia. Lakini tunaanza moja kwa moja, na ni kwamba viongozi wa kisiasa na wa kidini wamejitokeza leo katika kaunti ya Kiambu wakitoa wito kwa mazungumzo kufanikisha suluhu ya mgomo wa madaktari unaoendelea. Kiongozi wa PLP Martha Karua, aliyekuwa mshauri wa masuala ya kiuchumi wa Rais Moses Kuria, pamoja na gavana wa zamani Daktari Nyoro, wote kwa pamoja wakiangazia hayo na wakitaka hatua ya haraka kuchukuliwa. My kids are not. My kids are not. And we will not. You are a hostile witness. My kids. We will not allow you to continue intimidating this committee. We will not allow you. I will not allow you to. I will not allow you to extort and blackmail the Minister of Health. Who is extorting you? You are extorting the Minister of Health. Who is extorting you? Nonsense is what you've been selling out. You are bitter. That is the strategy we are trying to use. We will to silence us. You close the hospital. We will close them. Close them. But stop stealing from Shah and your friends. We will write to the Speaker. This gentleman should not be in this committee because of conflict of interest. Point of order, Honorable. I will continue. Bila shaka taarifa hiyo ni kuhusiana na kizaazaa ambacho kilishuhudiwa wakati wa kikao cha kamati ya afya pale bungeni kati ya mbunge wa Kitutu Chache Anton Kibagendi na waziri Aden Duale. Mzozo ulioanza baada ya mbunge huyo kumtuhumu waziri Duale kuwadharau wanakamati kupitia matamshi na mienendo yake katika masuala ya afya. Ni taarifa ambayo tunaiandaa na baadaye tutakuletea kwa mengi zaidi. Na kwingineko ni kwamba kulizuka kioja katika eneo la Stombili, Njoro, kaunti ya Nakuru, vijana walipoamua kuipokonya familia mwili wa jamaa aliyeuawa kwenye wizi wa ng'ombe eneo hilo juma lililopita na kulibeba jeneza lake hadi soko ndogo la Stombili. Aidha, baada ya mazishi ya Anton Njogu yalisheheni siasa, huko aliyekuwa naibu wa Rais Rigathi Gachagua ambaye alizungumza kwa njia ya simu katika mazishi hayo akiwataka wazee wa eneo hilo kuungana ili kumaliza mzozo wa wizi wa mifugo, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Mike Chani.
Ndivyo hali ilivyokuwa katika eneo la Kihinga, kaunti ndogo ya Njoro, baada ya vijana kutoa mwili wa Anthony Njogu aliyeuliwa kwenye uvamizi wa wizi wa mifugo juma lililopita, wakiandamana nao hadi soko dogo la Store 2 kushinikiza kutatuliwa kwa ongezeko la visa vya wizi wa mifugo. Zogo hili lililodumu kwa muda likiashiria wazi mwenda zake atapumzika akiwa amechoka kupindukia. Hali ilipotulia, mazishi yakiendelea huku yakisheheni siasa sihaba. Mambo yanayofanyika katika taifa la Kenya, msikubali ndugu zetu katikati yetu wasaliti wakuje wawadanganye. Chama ni DCP, kiongozi ni Rigathi Gachagua. Viongozi wakivikashifu vitengo vya usalama kwa kutowakamata wahalifu wa mauaji hayo, kisa hiki kikiwa cha 4 katika eneo hilo mwaka huu. Hawa watu wa Njoro wameishi na shida sana. Wameishi na shida kwa miaka mingi sana. Tabu mpaka mnalala na kuku na mbuzi kwa nyumba. Hili shida tunaomba serikali mtuondolee. Tunaomba serikali mtuondolee. Hapa lazima tukemee roho ya watu ambao wanatoa wengine nini? Aidha, aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua na ambaye alizungumza kwa njia ya simu kwenye mazishi hayo, amewataka wazee wa jamii ya Maasai, Kikuyu, Kalenjin na Kisii walio eneo hilo kuungana na kufanya kikao cha kujadili njia mwafaka za kumaliza uhasama uliopo unaotokana na wizi wa mifugo. Nataka kuomba Dr. Bai, MCAs wetu wako hapa na wale viongozi wengine, mtafute wazee wa jamii zote, wa Kalenjin, wa Maa, wa Kikuyu, wa Kisii, wale wote watu wanaishi hapo katika Njoro, mtafute vile tutaishi pamoja kama wa Kenya, kwa sababu hii Kenya ni yetu na kila mtu ako na nafasi na haki kikatiba na kisheria kuishi mahali popote katika Jamhuri ya Kenya. Mike Chalo, TV47. Kazi safi Mike Chalo. Na katika taarifa ya tansia ni kwamba afisa wa GSU Ramadhan Matenka aliyeuawa kwa kudungwa mshale katika ikulu ya Nairobi amezikwa Jumanne mchana nyumbani kwao katika kaunti ya Kajiado. Upasuaji wa maiti wa Constable Matenka uliashiria leo ama ulifanywa leo asubuhi na kubaini kuwa alifariki baada ya kuvuja damu zaidi kufuatia majeraha. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu wa masuala ya upekuzi Samira Mohamed, ni kwamba mshukiwa mkuu wa mauaji haya ya Matenka Kimunye Musiemi alifikishwa mahakamani mapema leo na ataendelea kuzuiliwa kwa siku 14 zaidi. My son. Ni huzuni ya mzazi aliyempoteza mwanawe wa kipekee katika njia tata. My son. Judith Cherotich, mamake Ramadhan Matenka, asiamini kilichoyaponza maisha ya mwanawe. We as the mothers, I am the mother of Ramadhan Amisi Matenka. I am pleading to the government to look after the officers on duty. Yes. Because they are also human beings. They are not animals. Matenka adaiwa kufariki baada ya kudungwa kwa mshale na Kimunye Musiemi ambaye alijaribu kuingia ikulu ya Nairobi mnamo Jumatatu asubuhi. Mamake Ramadhan sasa akiomba serikali kufanya uchunguzi wa kina kwa haraka na kuhakikisha haki imetendeka. Please, the government, we want justice for my son. I want justice for my baby. Yes. I am appealing to the police service to help us get justice for my baby. That's all I can say. Akiwa mwingi wa majonzi, mamake Ramadhan sasa anaitaka serikali kuimarisha usalama wa maafisa wa polisi wanaolinda wananchi, akisema kuwa kunasikitisha mno kuona mwanae aliuawa akilinda taifa la Kenya. I am appealing to the government to look into the security of the police officers who look after us. They are also our sons. Yes. We as the mothers, I am the mother of Ramadhan Amisi Matenka. I am pleading to the government to look after the officers on duty. Yes.
because they are also human beings. They are not animals. Kulingana na ripoti ya upasuaji wa maiti, Ramadhan, mwanaume mwenye umri wa miaka 30, alifariki kwa kuvuja damu zaidi kufuatia majeraha aliyoyauguza. Aidha, ripoti hiyo ya upasuaji imebaini kuwa mshale huo ulijeruhi ubavu wa 7 na 8 na kupita kwenye figo na kisha kujeruhi upande wa kushoto wa moyo. Kulingana na upasuaji wa mwili tuliokuwepo na tulioshuhudia, ni kwamba ule mshale uliingia katikati ya mbavu ya 7 na ya 8 na ukapenya, ukapiga mapafu, ukaenda hadi kwenye moyo, ukasimamia pale kwenye moyo. Kwa hivyo moyo ukiwa umekatika tayari na ndio unaopiga damu, inakuwa vigumu hata akiingizwa damu kwa sababu ile damu ilikuwa inatoka kwa kijiri. Mshukiwa mkuu wa mauaji ya Constable Ramadhan Kimunye Museme alifikishwa mahakamani mapema leo na ataendelea kuzuiliwa kwa siku 14 zaidi kufuatia ombi la upande wa mashtaka ili kuwezesha uchunguzi kukamilika. Constable Ramadhan amezikwa leo Jumanne jioni nyumbani kwao katika kaunti ya Kajiado. Samira Mohamed, runinga ya TV47, Nairobi. Bila shaka Mola ailaze roho yake Matenka penye wema, na tunatumai kuwa haki itatendeka. Kazi safi, Samira. Familia ya mchambuzi wa masuala ya usalama Mwenda Mbijiwe, ambaye ametoweka kwa kipindi cha miaka 4 sasa, imeelekea mahakamani ikitaka serikali kumwasilisha mahakamani akiwa hai au mfu. Katika ombi lililowasilishwa katika mahakama kuu ya Milimani, mama yake Jane Gatwiri ameitaka mahakama kuamuru mkuu wa polisi na mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai DCI kutoa maelezo kuhusu aliko mwanawe. Aidha, familia hii inadai Mbijiwe alitekwa nyara mwaka 2021 katika eneo la Roysambu, Nairobi, wakati wanaoamini kuwa maafisa wa usalama sasa ndio walitekeleza hiyo, na sasa wanataka serikali kuelekeza na kuelezea ukweli kuhusu kutoweka kwake. It is very frustrating because I'm all the way from Meru. I was expecting to be given directions today through my counsel lawyer, Mr. Odieki, but that one has not happened. I know he is very much alive. He is within this Nairobi. He has done nothing that was said in intend not to do anything wrong, warranting him to be arrested or to be put into state in detention. The government knows through this I cannot where he is, because they are the ones who handle him to the national intelligence. The question that calls for answers is, the last people who were seen with Mwenda are the police. So, the answers are with the police. If this man is alive, they produce him. If he is dead, they give the body to go and they give him a decent burial. That is what we need. So we thank the court because the judge has directed that tomorrow they have to come to court and answer where this young man is. Tukisonga mbele ni kwamba Wakenya wawili Nicholas Oyo na Bob Njagi wanaodaiwa kutekwa nyara nchini Uganda tarehe 1 Oktoba bado hawajulikani walipo, hii leo ikiwa ni siku ya 14 tangu kutoweka kwao, na huku taifa la Uganda likishikilia kuwa hawapo kizuizini nchini humo. Mahakama Kuu ya Uganda imetoa amri kwa polisi, wanajeshi na maafisa wengine wa Uganda kuwasilisha mahakamani wakiwa hai au wafu. Sheila Chelangat na mengi zaidi kuhusiana na hili. Ni siku 14 sasa tangu kutoweka kwa wanaharakati Bob Njagi na Nicholas Oyo. Wawili hawa wanadaiwa kuonekana mwisho eneo la Kaliro, mashariki ya Uganda. Ni madai ambayo idara ya polisi na jeshi nchini Uganda zimekana. Nchini Kenya pia, wizara ya masuala ya kigeni bado haijawasilisha ripoti kamili kuhusu waliko Njagi na Oyo. To date, no known formal communication has gone to Uganda from the government. No protest note, no inquiry note, because they should be saying publicly. Suitafahamu hii imezidi kuongeza wasiwasi kuhusu hali ya wawili hawa na ikiwa wangali hai au la.
Nchini Uganda hii leo, mahakama kuu ilisikiza ombi la kutaka inspekta jenerali wa polisi kuwawasilisha Oyoo na Njagi mahakamani wakiwa hai au wafu. Hata hivyo, katika hatikiapo zilizowasilishwa kotini na maafisa wa idara ya jeshi na polisi nchini Uganda, wamezidi kushikilia kuwa Oyoo na Njagi hawako vizuizini nchini humo. One William Ruto, the head of the Jumuiya, yet he allows his citizens to be mistreated by other heads of state. It means he is colluding. He is selling us short. Jaji Simon Peter Kinobe hata hivyo alitoa amri ya kesi hii kuchunguzwa na wawili hawa kufikishwa mahakamani tarehe 21 Oktoba. Now instead of prosperity, it's doom, gloom, death, abduction and torture all over East Africa. It's a shame. African Commission on Human and People's Rights must intervene without delay to stop the emerging culture of cross-border abductions. Huku familia za wawili hawa zikizidi kutumaini kuonana na jamaa zao, wanaharakati nchini wamepanga kuendeleza maandamano yao ya kutaka kuachiliwa kwa Njagi na Oyoo siku ya Alhamisi, iwapo wawili hao bado watakuwa hawajaachiliwa. Sheila Chelangat, runinga ya TV47. Namna shughuli za masomo katika vyuo vikuu vya umma nchini zitazidi kulemazwa zaidi. Hii ni baada ya kufeli kuafikiana kati ya washikadau wa Wizara ya Elimu na wahadhiri kusababisha wanafunzi kusalia katika nchi ya panda. Mwaluse Meshak ana kina cha taarifa hii. Mgomo wa wahadhiri umeingia siku yake 29 leo Jumanne na kupatikana kwa suluhu ya kuhusitisha kizidi kugonga mwamba. Vuta ni kuvute kati ya serikali na wafanyakazi wa vyuo vikuu vya umma humo nchini inazidi kudidimiza mwanga wa elimu vioni. Hapa wanafunzi wakiachwa kwenye njia panda. Wakizungumza na waandishi wa habari, viongozi wa vyama vya wafanyakazi wa vyuo vikuu vya umma UASU na KUSU wameshikilia kuwa hawatarejea kazini hadi deni lao la shilingi bilioni 7.9 lilipwe. And the strike will continue until we get 7.9 billion. Rocket science, the PS and the CS plus the SRC respect the court judgment. They release the money to universities without informing us. And the money that was released in form of capitation never reached our members. Upande wa serikali umeshikilia kuwa mgomo huu si halali na kuomba wahadhiri kurejea kazini, huku wakikosa kuelewana kuhusu kiasi kamili cha pesa ambacho wahadhiri wanadai. So until now we cannot tell you for sure how much we owe, but by the time we get back to court tomorrow, we should have a figure that has been confirmed by the universities. Those who don't get to class, they are supposed to be punished as per the law, because the court declared that this strike is illegal. And therefore, those who are absconding duty, the strike is illegal. Mvutano huu kati ya serikali na wahadhiri umezidi kusambaratisha shughuli za masomo katika vyuo vikuu. Wanafunzi sasa wakiwa hoi na taabani kwa kukosa haki yao ya kimsingi ambayo ni elimu. As frustrated comrades, today we are giving and demanding this from the government. Yes. That one, the government to pay the lecturers in cash immediately. Kufuatia kutolewa na huku, wanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi mapema Jumanne wameingia barabarani kulalamikia kile wanachodai kupuuzwa kwa hadhiri na serikali. We've decided to down our brains because our education is under siege. This is consequential and parallel to the optical views of comrades. Kilio cha wanafunzi hawa kimeelekezwa kwa serikali kuingilia kati mgomo huu na kuhusitisha mara moja ili warejee darasani na kukamilisha masomo yao. Mgomo wa wahadhiri pamoja na wafanyakazi wa vyuo vikuu vya umma ukiingia wiki yake 4 sasa, wanafunzi sasa wameamua kuingia barabarani kujiunga nao ili kushinikiza serikali kutekeleza mkataba wao wa CBA wa mwaka 2017-2021. Mwaluse Meshak, TV47, Nairobi. Namna Wizara ya Kawi imezindua mjadala wa kawi kabla ya sherehe ya sikukuu ya Mashujaa. Kaunti ya Kitui, katibu katika idara ya kawi amehimiza wanafunzi kukumbatia masomo ya sayansi ili kupata wataalam wa kutosha watakaoboresha mfumo wa kawi humu nchini. Mwanahabari wetu Josh Onsare tayari yupo katika kaunti ya Kitui na anatujuza mengi zaidi.
Sekta ya kawi inapoendelea kupanuka na kuzamia kawi safi, wataalamu wameendelea kuhimiza mikakati ya kuongeza idadi ya wataalamu nchini. Katibu katika idara ya kawi, Alex Wachira, amezihimiza mamlaka na kampuni chini ya Wizara ya Kawi na Mafuta kupiga jeki masomo ya sayansi kwa kuwashirikisha wanafunzi katika elimu ya kiufundi ili wapate ujuzi. Semi zilizoungwa mkono na katibu katika idara ya mifugo Jonathan Mweke. The ministry and its agencies, as part of our contribution to the sustainable future, we continue providing internships, mentorships and training opportunities for our youth. Our government, led by President William Ruto, has prioritized energy to ensure that every single household has electricity by the year 2030. Mkuu wa kitengo cha ubunifu Ikulu Dennis Itumbi ameeleza kuwa serikali inajizatiti kuafikia maendeleo mashinani. We then now have energy to pillar this Mashujaa Day of 2025. PS, I must commend your teams in both state departments for being the most hardworking and producing the best results of this thematic week. Nayo serikali ya kaunti ya Kitui imeahidi kuboresha miundombinu ili kupiga jeki masomo ya sayansi. By promoting STEM in energy, we are not only fueling innovation and job creation, we are securing the foundations of our sustainable and prosperous future for our county and our country. Macho yote yakiwa yanaangazia kaunti hii aswa kwa kusherehekea sikukuu ya Mashujaa juma lijalo. Wakazi wa kaunti hii wana matumaini kwamba maisha yao yatapata mwanga. Joash Onsare, TV47, kaunti ya Kitui. Tukidunda viwanjani ni kwamba timu ya taifa ya soka ya Harambee Stars itakuwa inalenga kutandika timu ya Cote d'Ivoire leo usiku itakapocheza katika mchuano wa mwisho wa kufuzu kombe la dunia la mwaka 2026. Wenyeji hao wa Ivory Coast watakuwa na matumaini ya kunyakua alama zote tatu ili kufuzu kombe la dunia la mwaka ujao kwa mara ya 4 katika historia na mara ya kwanza kabisa tangu kipute cha mwaka 2014. Mechi hiyo imeratibiwa kuanza saa 4 usiku wa leo. Tough match, you know, wako number 1 kwa group. Sisi sasa tuko number 3, then it's a must win for them na pia sisi is a must win for us. Doni jezi ya national team ni big pleasure. Ni pleasure kubwa kwa sababu ni jezi na carry weight sana. Tuna represent millions of Kenya. Na timu ya taifa ya wanawake Harambee Starlets tayari inazidi kunoa makali ili kucheza dhidi ya Gambia kwenye mechi za kufuzu za mashindano ya wanawake AFCON mwaka 2026. Kocha mkuu wa kikosi hicho Balden Odemba na imani kikosi chake kinalenga kuwa ikiwa Kenya itafuzu katika mashindano hayo ya mwaka 2026. Mara ya mwisho Harambee Starlets ilicheza katika mashindano hayo ni mwaka 2016. Tukiwa hapa under 20 competition ilikuwa juu, basi venye nimefurahia sana juu ni opportunity kubwa kwangu kuingia senior team, na nashukuru Mungu kwa sababu training iko juu na kila mtu ana give in the best because tunataka to win Gambia at home and away. Na mimi nashukuru ma coaches na technical bench na players wenzangu juu kila mtu ana push hard, ako committed na anataka best results from each, na tunajua tukiendelea hivyo tunaenda kupata win home and away. Tunajiamini kwa hii game ya Gambia, we can make it. Mimi naweza sema tu nimelearn vitu mingi kwa makochari wengine. Tunaendelea ku learn more kutoka kwao. Kama session imekuwa tough, tunainuana kuambiana unaweza, tungangane hadi mwisho.
Bila shaka mpenzi mtazamaji, ndio hivyo wanasema kilicho na mwanzo kina mwisho, lakini ni mwisho wa upeo wa TV47. Dakika 2 zijazo nitakuwa nimedunda hapa na wageni wangu tukiangazia mengi kuhusiana na karate ya siasa humu nchini, wakati ambapo kuna miungano mbalimbali na wakati ambapo pia kipute kinatarajiwa katika chaguzi ndogo zijazo, kukiwemo kule Baringo. Pia tutakuwa tukiangazia maeneo mengine humu nchini. Hayo na mengine mengi, kumbuka pia Mashujaa ipo njiani, hivyo basi usicheze mbali.